Nzuri kama ndugu wangu. Kwema si wewe? Mzima. Mzima za kwako? Nzuri sio wanangu. Wanangu hawajambo. Mimi afadhali nimekuona ndugu wangu. Kuna nini? Maana ninaumbea. Umbea gani tena wewe? Unajua alishadai. Ni alishadai sijui mimi. Sasa hivi sio nzuri. Salama. Sio nakuja na kikundi kwa Jumanne au? Ndio hicho. Wamefanya nini tena shoga yangu? Wanataka kufanya sherehe. Sherehe ya nini tena? Si chama chao kimetimiza miaka 7. Kipindi hicho nyuma hapo hawajafanya sherehe, waje kufanya sasa hivi. Hivi unavyoona wale watafanya sherehe wale. Ninavyojua mimi wale Alishadai kama Alishadai hawana lolote. Nikwambie hivyo, nikupe taarifa. Shughuli tunafanya sisi. Shughuli watafanya wao Alishadai. Sijaona kabisa pale kufanya sisi shughuli tukatetemeka sisi. Hawana lolote. Tutaona siku hiyo mambo yao ya kumwameuka. Basi wenyewe wanasema itakuwa pambe. Hamna cha pambe wala cha kwambe. Mimi nakwambia tutaona tu. Kwani kijiji kina siri? Tutayaona yote. Utakuja kuniambia, mama ulisema kweli. Haya, ndio hivyo shoga yangu. Mimi nakwambia. Ndio hivyo ndugu wangu, nimesema nikwambie. Kwa hiyo sasa nikusubiri au mimi niondoke? Wewe tangulia tu. Ngoja mimi nijazege ya maji. Nataka nikafue. Haya ndugu wangu. Ngoja mimi tangulia. Haya, msalimie. Haya. Makubwa haya. Yaani wanawake hawana kazi za kufanya, wanakaa kutwa kuiponda Elishadai. Eti Elishadai sio inataka kufanya sherehe. Wao inawahusu nini? Walikuwa hawanijui kama mimi ndio chawa mtae. Sasa subiri nitawaonyesha. Subiri nikoge maji yangu yajae hapa. Ndio nikampelekea habari hizo za Inabu. Karibu sana shoga yangu, maana siku nyingi sijakuona ndugu wangu. Asante ndugu wangu. Maana wewe nikikuona kwangu tu ujue una jambo lako. Usije ukaniambia mambo ya mikopo shoga yangu, siku hizi sitaki. Shoga yangu wala hata sio mikopo. Yaani hilo ondoa kabisa. Shoga yangu nimekuja na habari mpya. Leo asubuhi shoga yangu nimewakuta Raika na Mariamu. Wanawasema kuhusu chama chenu Elishadai. Kwamba nyie Elishadai si lolote, si chochote. Eti chama chenu kimetimiza miaka 7. Mnataka kufanya sherehe mtafanya nyie? Wameyakanyaga shoga yangu. Hapa kwetu sasa wameyatimba. Ina maana wao unatuchokoza Umeona Iko chama chetu wao kinawahusu nini? Chama chao walifanya sherehe mwaka gani? Mpaka sisi sherehe yetu waje kuiponda namna hiyo, yani wanaifuatilia sherehe yetu inawahusu nini wao? Hawana lolote, hawana chochote. Hawajai kufanya sherehe hata mwaka huu mmoja. Waseme sisi kufanya sherehe ndani ya miaka 7. Wao walifanya sherehe mwaka gani? Sasa kwa taarifa yao ile swala mimi siwezi kulikalia kimya. Kwa maneno walioongea, waliotoa mimi swala lazima niwafuate wanachama wenzangu niwaambie ile swala. Sio kalikulia kimya shoga yangu. Kama unavyojua. Nikae na mambo mimi nihifadhi mambo shoga yangu ya kwangu ni yawaze. Yawaambia ni yawaze. Moyo mkubwa haka na nafuata wanachama wenzangu tu nikawape taarifa. Shoga yangu itakuwa vizuri sana. Maana wamezidi umbea mabibi wale. Ni taarifa umezipata wapi? Shoga yangu Bombani. Kumbe ya maneno wamesemea Bombani. Sasa kwa taarifa kama ya maneno wamesemea Bombani. Na sisi tuenda kuwasutia pale Bombani. Walipoyasema ndio wataposutwa. Asante. Siwezi kuwakalia kimya. Mimi saizi muda huu. Saizi mume anarudi, yuko njiani, subiri nikampikie shoga yangu. Shoga yangu vibaya, shoga yangu ungekaa niandae chakula ule shoga yangu haraka. Wala usijali. Basi kunywa hata vijuisi udugu wangu. Shoga yangu umenitia maneno mazito yote afu unaondoka mkavu. Yaani usijali Zai, usijali. Yaani uwe na amani kabisa, usijali wala nini. Shoga yangu nashukuru kwa taarifa.
tu. Salama tu za kwako? Safi si wewe? Safi tu ndugu, kwema? Kwema, mnaendeleaje? Salama tu utakapo huko. Tunashukuru Mungu shoga yangu. Watoto hawajambo? Watoto hawajambo. Ndugu bora umekuja maana nilikuwa nishajichokea. Unajua tena habari za kuchambua mchele mimi. Ndio siziwezagi. Shoga yangu nitakusaidia hapo. Nimeona tunda hapo. Matunda tutafuta. Nikatete kidogo. Chambua hapo ndugu hapo tena ule huko matunda. Huko tena tunachambua mchele tumalize shughuli yangu tukapike wali. Watoto wapate kula. Maana nikikuonaga shina unavojua kupenda kupika. Umeona penyewe. Hata usijali shoga yangu tupo pamoja. Mpaka jioni. Shemeji nasikia. Namshukuru Mungu. Pashaenda kazini. Ashaondoka shoga yangu. Bila kuondoka itakuwa ni ndio hapo sasa au asubuhi ungekuja huko. Umeona? Nakuomba shoga yangu. Mimi mwenyewe nimeshinda ndugu. Karibu. Jamani mpo. Tupo Dasebi. Mpo mmejaa tena matunda yenu wenyewe. Safi za hapa kwenu. Sawa, naona umeotea. Umeotea shoga yangu, naona huko vijiembe huko. Kwanza kabla ya chakula mnazaa matunda kwanza. Matunda kulainisha kwanza tumbo tena. Chakula kikija kinashuka tu penyewe. Shoga yangu nimeletewa taarifa. Taarifa gani tena hizo? Kuhusu chama chetu cha Alshadai watu wanavyokiponda. Shakira kaniletea taarifa kwamba mama unalaika wamekutoa bombani na chota maji. Wanakiongelea chama chetu. Kwamba wanasema sisi hatuwezi kufanya sherehe. Kwamba miaka 7 tufanye sherehe tumetimiza miaka 7. Miaka yote tulikuwa wapi? Mpaka mwaka huu sisi tufanye kufanya sherehe. Hiyo sale wana kikundi wetu wakiwa na tunashindwa kukata kijula hata cha shilingi 7,000. Ndio tuje kufanya sherehe sisi tutaweza? Kwa nini nilivyosikia hizo taarifa shoga yangu leo ikaniuma. Nikasema ile jambo sikae nalo peke yangu. Moja kwa moja mpaka niwafikishie marafiki zangu. Hapa ni kuwafuata na kwenda kusuta mmoja baada ya mwingine. Hilo ndio neno shoga yangu, ndio maana nikaleta kwako. Na kujua wewe hauna dogo. Sina dogo na wala sipumui. Na kama unapojua hiki chama mimi ndio kimenikaa wapi? Moyoni. Kimenitoa mbali udugu. Nimeshikwa na shida yangu shoga yangu, nakimbilia wapi? Alshadai. Chama kubwa, babu kubwa. Nina shida yangu shoga yangu, ndugu amekuja tena kisufuria kimezidi wapi? Alshadai. Vikombe vimepelea? Alshadai. Mwiko sina mkubwa? Alshadai. Leo tena kuja kusema chama chetu hakina lolote wala hakina lolote. Shoga yangu roho imeniuma udugu. Kwanza wanatupata kwa jambo gani kwanza wanapoanza kusema hiki chama chetu? Wana jambo gani? Hawana chamana. Hawana chamana chochote. Kwanza sisi wenyewe ni chama chetu ile Alshadai yetu. Tumejipanga. Tuna sufuria, tuna turubai, tuna miko, tuna viti, tuna sahani, tuna vikombe. Tena soma turubai atafunga mti kule, funga mti huko hakuna. Turubai bebe za chuma bibi. Tumezinunua milioni hizi? Milioni 3 dada. Milioni 3 bibi, turubai zile kubwa. Sio za milioni 2. Turubai zile kubwa wanaingia 150. Sasa wao wamenunua kitu gani? Hawana lolote. Hata sufuria za kupikia hawana. Leo wanaponda chama chetu. Kwa lipi? Ndio maana nikakwambieni bibi, fanyeni maamuzi tujue tunawafanyaje. Bora nilivyowakuta nyinyi mnalemba tu. Yaani dada mimi hapa kwanza roho imeniuma. Hapa yani mimi cha kufanya hapa ni kufuata mmoja baada ya mwingine. Twende bibi wewe, twende tukawasute hawa watu. Kwa sababu hawezi wakakalia sisi kichama kufanya nini? Kukisema ubaya. Udugu inuka. Haya matunda na mchele tutakula tukirudi. Vipi? Tulieni. Tutulie hiyo vipi? Siende. Kwanza watu wenyewe wa shamba. Alafu mkisema mwafate, hamna maajabu, hamna nini. Cha msingi hawa watu tuwaalike. Waje jione wenyewe. Kwanza sisi wenyewe tu tunaweza. Unachoonaje kwanza? Wenyewe tuko pambe. Sasa unafuate nini mambo ya kizamani? Hayo mambo shapita na wakati sasa hivi. Wenyewe tunaweza. Lakini wale tusifuafuata wale pale watoto, yani watatuona kama tumewaogopa, unajua. Watazidi kutupanda kichwani, unajua wale. Subiri udugu. Kila kama kaongea point, umesema kama tuwaalike vile. Tuwaalike, waje wajione wenyewe. Udugu hii point mimi nimeielewa. Kwa ina maana hapa tuwaalike waje kuona wenyewe. Kualika kuja kuona nini kama wenyewe unavyotaka. Karibu, mkoba ndio hivyo, hapa nauza bei rahisi tu, wewe tu upendavyo shoga yangu. Niungishe mwenzio ndugu yako, ndo naanza biashara. Naona udugu wangu na ripoti kama tena kama hiki nimekipenda hatari udugu wangu. Hata sio bei shoga yangu. Mimi niona udugu nitakuja kukuungisha. Na vingine vile vikubwa. Karibu. Asante. Tupo. Tunatoka kule kwenu. Hampo tukasema
Nikasema hao watakuwa kule ofisini kwao. Nimekuja kwa nitini sare udugu. Sare ya nini tena? Sare ya sherehe ya chama chetu kimetimiza miaka 7. Hiki hapa cha kushambulia mchere. Hiki sio kuchambua mchere ila kina rangi mbili. Kuna hiyo karoti na kuna hii nyekundu. Hiki hapa chako ni ukumbi shoga zangu. Kwa hiyo ndio hivyo, shughuli yetu itakuwa tarehe 9 mwezi wa 11. Mpaka mkuja kutualikia huku, ina maana nyumbani kwetu upajui. Shoga yangu tumeanzia huko kwenu. Tumeenda tumwambia wapo hapo kule dukani, tukasema tunafuata huko dukani kwao. Na bahati nzuri tumewakuta. Mtu samee udugu wetu. Karibuni kwenye sherehe yetu ya chama, tunatimiza miaka 7. Haya, asante. Haya jamani, kwa elini. Haya. Mwenzangu, hata tusiende kwenye shughuli yao. Mimi na muda huo shoga. Kitambaa cho chenye cheusi, yani kitambaa kibaya, cheusi. Shoga kama mimi ndio itaniunga shoga. Shoga yangu, shukia hapa. Mimi kuna sehemu naenda mara moja. Nenda wapi? Nitakwambia nikirudi. Twende shule cha ujinga. Nitakwambia nikirudi, wewe shuka. Baadaye. Ijua mwenyewe. Nisikie baadaye, naomba notes, naomba daftari. Unajua tena kuna mazikia nilikuelekeza juzi kama unakuja na shemeji yako kule. Wanafunzi mwanangu. Achana nayo mwanangu, unajua tena mambo yetu haya. Wewe nisitendie tu. Au na mtoto 2000. Ndio. Baridi mwanangu, uogopi. Ndio nzima usi. Mwisho baridi. Au si. Baridi. Tasomana basi baadaye. Mwanamume, yaani wewe umetoka ndani umekuja huku nje, umeniacha mimi ile 3000 pale mezani na kaa na changanua akili. Mimi 3000 ile nitaifanyia nini usawa huu? Sijapata mkaa, sijapata mboga wala sijapata maji hapa. Shida nini? Mbona unapani kiasi hicho? Yaani unauliza kabisa mke wangu shida nini? 3000 kwa maisha haya. Kwanza wewe cha kwanza unaondoka mjini huko katika biashara zako. Unakaa wiki nzima. Sasa mke wangu, hivi vitu ni vya kuongelea ndani. Unaongea kwa sauti hiyo ili umfaidishe nani? Mume wangu, mpaka dakika hii mimi nishachoka. Kumbuka kuna majirani, kuna watu wanapita hivyo. Hivyo vitu ni vya kuongelea ndani mke wangu. Mume wangu unanichosha. Unajua unanichosha? Yaani nimechoka mimi kwa maisha haya. Sasa angalia unavyonipa stress kwanza mwanamke wa watu. Nisikilize mke wangu. Mama naomba tukaongelee ndani. Hapana, mume wangu nimechoka.
Nimechoka mume wangu. Hapana. Unaniaibisha mimi mume wako. Niache, nimechoka. Usitake niwaambie majirani wote. Majirani nateseka. Sikiliza. Hapana, unanichosha. Usiite majirani. Mume wangu unanichosha. Acha nikudhalilishe. Salama, habari? Salama. Jamani, kwani kuna nini tena? Shemeji yako. Tulikuwa tunajaribu tu. Shemeji, tulikuwa tunaikana tu sawa. Ni mambo ya kawaida ya familia. Wao yote yapo katika familia yote tunajua. Basi kaeni kidogo. Jamani, nguzani kama nje huko. Kelele gombana vipi tena? Yaani unachoka kabisa. Nimekuja hapa japokuwa nimewatangulieni kukaa maana nilikuwa nimeshachoka mwenzenu hapa. Hoi huko nilikotoka, nimetoka kwenye vikoba huko toka asubuhi nimechoka hoi taabani. Kwani shida nini shemeji yangu? Mimi mwenzangu hata simuelewi kiukweli. Yaani amekuwa ni mtu wa kupanic sana siku hizi. Na anajua fika kabisa mimi vipato vyangu jinsi ninavyovipata. Unajua sasa maisha yamekuwa ni magumu sana. Hata katika mihangaiko yetu tunayopita huku, vipato vyetu vimekuwa vidogo kulingana na mahitaji yetu sisi binafsi. Sasa mwenzangu kila nikimwambia anakuwa anielewi. Ndio maana kila muda, yani kama hivi saizi umetoka nyumba ya pili umesikia hizo kitu ziko kunapigisha. Anakuja ananifokea mimi saizi mimi hapa. Dada, ni ndugu yangu, nisikize nikwambie. Shemeji yako wewe unapomuona, usimuone hivi. Umeshanielewa? Anaondoka mimi wiki nzima, ananiachia mimi 3000. 3000 rafiki yangu kwa maisha haya. Hebu na watoto 5 mimi. Bado mu hajapita, nimekupa hotpots. Nimekupa mkeka mimi. Bado hatujala. Bado mtoto yela shule. Hivi 3000 kweli? Hebu nisaidie tu wewe kama mwanamke mwenzangu. Maana nyumba zikawekwa milango na madirisha. Maana kuwekwa hivyo ni siri, mambo ya ndani kuishia wapi? Kuishia ndani, udugu wangu. Na shemeji yangu, kingine ninachokuomba, huyu mruhusu aje kwenye vikoba vya Elshadai. Akija kwenye kikoba cha Elshadai shemeji, kule kuna fursa za mikopo. Akishakukopea wewe utaongeza msingi, yeye tena atapata hataki msingi cha kuanzisha biashara hata kama vya karanga, atafanya kuepukana kudhalilishana mtaani shemeji yangu. Maana hizi ni aibu na ni kudhalilishana shemeji. Sawa. Shemeji, mimi nadhani nimekuelewa vizuri sana. Basi naomba utupe muda, nitaongea na wewe mwenzangu kisha atakupatia majibu pia. Basi sasa shemeji yangu, mimi naomba isijirudie tena dadangu. Naona umenielewa. Naomba haya asije akajirudia tena. Usije ukatoka tena kumdhalilisha shemeji yangu mbele ya hadhara ya watu. Haya, mimi nashukuru. Sina mke wangu sio nilisha kwa watu kiasi hicho. Basi usijali mume wangu. Mimi tena wala haitajirudia tena. Nisamee bure mume wangu. Leo umeona naona kabisa umeniupa nguo. Usijali baby. Twende na. Haya poa. Udugu wangu tunajua leo ndio siku ya kwenda kwenye kikundi au wendi? Dada, kwela hivyo. Shemeji yako ajui kama niko kwenye kikundi cha Elshadai. Nataka kabisa kulisikia hilo neno Elshadai. Mdogo wangu, ina maana kumwambia shemeji? Sijamwambia. Lakini unajua kwamba vikundi vinasaidia. Sijamwambia maana mtu mwenyewe kila nikimwelewesha hataki. Nimeamua kumwacha. Basi shogangu nisamehe, sikujua kwamba shemeji ajui. Ndio usirudie tena siku nyingine dadangu. Haya shogangu, basi nisamehe. Hamna shida. Haya mdogo wangu. Twende basi kwenye kikundi. Mkangu, unaelekea wapi? Shemeji, si unajua tena leo tunakutana kwenye kikundi chetu cha Elshadai. Kundi? Ndio. Wewe mkangu, nilikwambia ni kuhusu vikundi. Niambia upendi mambo ya vikundi. Sasa unaenda wapi sasa hivi? Mimi nilikwambia ni kuhusu vikundi. Upendi mambo ya vikundi yangu. Twende nyumbani kwa hizo vikundi. Unatia hii mbele za watu na mnada unanipuuza namna hii kama wewe. Mume wangu jamani. Twende. Jamani nitakuwa unafanya hivyo lakini jamani. Twende. Nantia aibu bwana. Kwa nini?
Kwani nilikwambiaje? Nilikwambiaje? Kuhusu nini? Kikundi changu cha Elshadai. Tabia mbaya bwana, mimi mambo ya Qur'ani sipendi bwana. Unakosa nini hapa ndani wewe? Hata kama nalipa kila kitu, mama yangu wote mtaani hapa kwenye kikoba. Mimi peke yangu nabaki mtaani kwa sababu gani bwana? Amistaki bwana. Unataka faida gani huko kwenye vikoba? Wewe unajua nini? Wewe hujui kitu, wewe watu wanafanya sana. Hamna kitu huko. Mimi sitaki bwana mambo. Hakuna ongea kuna. Wewe. Usinipandisha hasira wewe. Sitaki bwana mimi. Mimi Unipandisha hasira wewe. Fugana mimi sitaki bwana. Hivi unakosa nini hapa ndani? Hata kama nalipa kila kitu, hata kama nalipa kila kitu. Mimi sitaki bwana mambo kufugana ndani bwana. Wenzangu kwa mama zangu wote mtaanda kwa kikundi cha Elshadai. Mimi peke yangu nabaki nyumbani. Hivi mkangu unajielewa kweli wewe? Najielewa ndio. Unajielewa kweli wewe? Najielewa. Hivi unanipandisha sauti? Unaniuzi bwana, unanifuga. Yaani kukuzuia kwenda kwenye vikoba na kuuzi. Ndio. Kwa nini unanibana bana unanifuga? Kubana? Ndio. Kuna siku kukuambia kwamba mimi ndio umezidi bwana. Wewe mimi hata nikiwa na wanawake wenzangu. Ingia ndani huko. Ingia ndani. Ingia ndani. Sitaki bwana, nini haki mambo. Wasemaje wewe? Wasemaje? Wewe vipi? Wewe vipi? Wewe. Baba Noeli. Baba Noeli. Naam. Njoo mwanangu, mtoto si vipi huyu? Nani tena? Noeli, njoo muone. Mtoto. Sielewi nini jamani? Noeli. Mtoto. Tumpeleke hospitali mwanangu. Nini? Jamani. Jamani. Kanani, kafunga na mtu. Twende. Twende. Wewe unaenda vipi? Twende tayari. Habari mwenyekiti. Kwa kweli hata sio kwema. Nauguliwa na mwanangu, nipo hospitali hapa.
Yaani nimeandikiwa bili hapa sasa, yani kulipa ndio changamoto. Nifikiri baba yake ana hela kumbe hana chochote ndugu yangu. Kwa hiyo naomba unisaidie mwenyekiti wangu. Uniazime 100,000. Alafu nitakapokuja kwenye kwenye kikundi nitakurudishia. Asante ndugu yangu, nashukuru sana. Aya. Vipi, umefanikiwa? Nimefanikiwa. Nimefanikiwa. Mwanangu karibu. Asante. Shikamoo mama. Mama, Sijambo, sijui wewe. safi za shule. Safi, nakuona unafua mama. Nafua mwanangu. Mama mimi nataka kuvaza kama nakuletea hapo unanifulia mama mimi nataka. Haina shida mwanangu, tutafanyaje sasa? Kalete tu. Unajua umechoka. Umechoka wewe acha. Karibu mwanangu. Mimi nipeleke begi kwanza. Haya mama, haya mwanangu. Umechoka nini? Acha kusoma magumu hatari. Magumu lazima hayo magumu. Unataka masomo rahisi. Wewe ulifikia watu wanaosoma wote wamepata kazi ulisoma rahisi. Masomo ni magumu. Kusoma kazi, upambane hivyo hivyo mwanangu. Samani mama. Bila samani. Nataka kukwambia. Kitu gani? Samani lakini. Kitu gani tena? Mama mimi nasoma lakini. Na jambo linanitatiza. Jambo gani tena mwanangu? Mbona mimi tena unanichanganya? Tunamjua rafiki yangu. Rafiki yako yupo? Shamsa. Namjua. Sina rafiki yako? Ndiyo. Namjua. Mama Shamsa ana mimba. Mjamzito Shamsa? Ndiyo. Wewe. Shamsa huyu rafiki yako wewe? Ndiyo. Ila kaniambia nisimwambie mtu yeyote. Kaipata wapi hiyo mimba yeye? Sasa mimi najua alipoipata. Alafu sasa kaniambiaje anataka itoe mimba yenyewe. Aitoe tena? Sasa unafuka sana. Hivyo nyinyi mnasoma mnaenda kutafuta mimba huko shuleni? Mimi naenda shule. Wewe tena? Yule wewe ndo rafiki yako? Sawa ni rafiki yangu lakini sasa kila mtu na mambo yake. Hawezi kukwambia ya kwako, ya kwake yeye, wewe yako kawa hayajui. Basi nenda kama mtakuwa lenu moja. Nenda kamuulize kama na mimi anayakongo atakwambia. Ila mama nakuomba mama yake anajua? Mama yake hajui. Naenda kumwambia mama yake. Mama usimwambie bwana. Ngoja nikamwambie neno hilo zito. Ana mimba alafu anataka kuitoa. Mama yake hajui akifa je? Mama. Ngoja subiri. Mimi naenda kumwambia mama yake. Ila mimi wewe siwezi kukutaja. Mimi mtu mzima na akili zangu siwezi kukutaja wewe. Najua mimi nitamwambia vipi ila ndo naondoka. Ila usimtaje. Mama wengine nao. Mwambia kitu tu hapo hapo anafanya. Nipo ndugu yangu atuonani. Mzangu kimya. Halo, mambo ni mengi, muda mchache. Wewe acha tujua kali. Sana kabisa. Sana. Safi, hawajambo wanao? Hawajambo. Naona umeenda kupambana shule. Na mimi wa kwangu wako shule hivyo hivyo. Haya.
Nipo dada, niambie. Safi tu. Ila Mama Shamsa, mimi kuna kitu nimekisikia. Kitu gani iko tena? Kuna kitu tu nimekisikia. Una kifua kwanza? Shoga yangu ninacho. Una kifua Mama Shamsa? Yaani kifua ninacho paka umri huu nilipofikia paka sasa hivi. Hicho kifua ninacho na nisije nikakwambia hicho kitu nikazoa matatizo. Kifua ninacho shoga yangu. Wewe niambie tu. Mwenzangu katika pita zangu huko mtaani. Nimesikia watu wanazungumza kwamba Shamsa ana mimba. Mama wewe. Huyu mtoto jamani mpaka tumbo linaniuma. Ndio maana nilikuuliza una kifua, kaa kwanza chini. Kifua ninacho dada, sio jambo hili, jambo kubwa. Ndio kubwa, na ndio maana nilikuuliza. Yaani mama yangu huyu mtoto jamani, baba hana. Mimi nitakuwaje? Atanisaidia nani mimi hili jambo? Mtihani ndugu yangu. Mtihani. Na ndio kwanza yuko form 2. Yaani leo namsubiria. Yaani leo namsubiria kabisa, namsubiria huyu mtoto atanieleza. Yaani atanieleza hii mimba kampa nani? Na ataniambia. Maana mimi nahangaika nafanya biashara. Na hivyo wengine wanasema hiyo mimba anataka akaitoe. Anaenda kutoa tena? Ndio, bila wewe kujua. Nikasema mimi hili leo mpaka lifike. Jamani, anataka kuitoa dada mimba. Huyu mtoto mbona kanivua nguo jamani, anataka kuitoa hii mimba ili iweje? Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mimi mpaka leo mama yake mpaka nilipofika umri huu sijawahi kupata mimba nje ya ndoa na sijawahi kutoa mimba. Sasa ndo watoto wetu watafanyaje? Mimi nakwambia atanieleza. Ila wewe umesikia Mashamsa, kaa chini Mashamsa. Akija mtoto wa kike mkubwa ukitaka kuongea naye ongea naye taratibu. Ukiongea naye kwa nguvu hata kwambia mengi. Kwa sababu muongea naye taratibu, muoji vizuri mpaka akwambia kwanza mimba ni ya nani? Maana na yeye ni mwanafunzi. Sawa. Nitamwambia, yani nitamueleza kabisa, lakini leo inaniuma. Leo lazima iume. Mimi mwenyewe leo yangu imeniuma. Ndio maana nikasema hili neno leo lazima lifike kwa Mama Shamsa. Lazima. Shoga yangu siwezi kuona ule mtoto anaharibika nikakaa kimya. Mashami, ngoja nikuache. Nilikuja tu kukwambia hilo. Itavokuwa utanijulisha kwa simu. Namba zangu si unazo? Nazo. Basi zile utanijulisha. Shoga yangu. Mwana pole sana. Ndio watoto wetu wote. Sawa, karibu. Asante. Huyu mtoto yani kanivua nguo mimi mama yake jamani. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Huko nje kote na jidadi nasomesha. Leo mtoto kanivua nguo. Yaani sio itakuwaje jamani, ili balaa aibu hii. Mama. Shikamoo. Mama. Za shule. Nzuri. Mama. Ngoja bana kekebegi ndani. Haya, weka maana hapo kuna mazungumzo na wewe. Mazungumzo tena mama? Mazungumzo gani? Ndio kujulia papa. Haya, sawa. Haya mama, nakusikiliza. Mimi kuna habari nilizisikia. Habari gani? Eti wewe mjamzito. Mjamzito? Mama, mbona unanikosea heshima? Mwanangu. Wewe niambie tu shoga yangu, sio la kunificha ili sisi wote ni wanawake. Najua mama. Mimi sina mimba. Kweli? Una uhakika? Ndio. Kwa hiyo wanaosema huko watu ni waongo. Waongo? Kama si kweli tu tukapime. Tukapime? Mimi nihakikishe kama kweli sio mjamzito. Kwani uniamini? Siwezi kuamini mtoto wa kike. Twende tukapime. Sasa tukupima kwa nini mama? Mimi sina mimba. Mimi hata sitakubali. Inuka twende tukapime. Mama, mimi sina mimba. Twende tu, mimi nitakutathibitishaje? Wewe una mimba, inuka twende ukapime. Mama, mimi sina mimba. Wewe una mimba, yaani twende tukakupime mtoto wangu, wewe ni uongo na nakopia hata mimi mama yako. Mama, mimi sina mimba. Sasa unataka nakimbilia wapi wewe? Yaani wewe mtoto ukirudi hapa wewe. Yaani ukirudi usifike nyumba hii. Unitia aibu tu watu huko, watu wote na mimi nasomesha kazi kunitia aibu tu. Mwenyewe nalinga mtaa mzima namsomesha mtoto wangu kazi kuniletea nini hasara tu hapa. Mtu mwenyewe baba hauna, mimi ndo kila kitu, kuna ushangazi yako. Wewe
wewe. Kuna nini tena? Kuna nini? Mama kanifukuza. Kwa nini akufukuze? Eti amesikia kwamba mimi nina mimba. Wewe una mimba? Sio kweli. Sio kweli? Hapana shoga yangu. Hebu niambie ukweli. Kweli shangazi. Shangazi. Siwezi kukuamini. Labda ni kweli. Kweli mimi sina mimba. Nyie mnapenda makundi shangazi yangu. Shangazi. Hayo haiwezekani. Twende mpaka kwa mamako tukamuulize. Twende kwa mama tukamuulize. Sawa shangazi. Haya, twende tukamuulize mama. Basi nyamaza, twende huko kwa mamako tukamuulize. Nyamaza, basi unalia nini? Tunyamaze. Karibu ifi yangu. Odi tena. Karibu ifi yangu. Za hapa wifi. Salama. Karibu ifi. Haya wifi. Shikamoo. Marhaba wifi. Haya mnaendeleaje? Sisi tunashukuru Mungu. Haya kwema. Kwema. Wifi. Hebu kaa wewe. Mbona mtoto akasema umemfukuza? Mimi sijamfukuza huyu. Wifi, mbona kaniambia umemfukuza? Ndio kueleza huko. Ndio. Huyu mtoto kuna maneno nimesikia huko mtaani. Wifi, maneno gani? Si mjamzito mtoto wako? Hata sijui hilo mimi. Ndio hivi ndio kuja kumbana twende hospitali tukapime ndo kakimbia kwako. Wifi, umesikia nani maneno hayo? Mtaani. Sasa wifi, kama kuna jambo ungekuja kwangu tukayajadili, lakini usingechukua maamuzi ya kumfukuza. Mimi sijamfukuza wifi. Hivi huko watu wote wanajua mimi nasomesha. Namsomesha huyu mtoto. Na ninajitamba kabisa namsomesha mtoto wangu. Leo kapata mimba afuta nisiwe mkali wifi yangu. Sasa nikwambie wifi, kwa ufupi, wala usipate shida. Mimi niachie shangazi yangu. Ngoja mimi nikakae naye tuyajadili, tuyajenge vizuri. Tukishajenga vizuri, nadhani mimi ataniambia mimi swaiba yake mkubwa, siri zake zote. Ananiambia mimi. Sawa. Haya wifi yangu. Haya karibu. Haya wifi. Haya kwa heri. Haya wifi yangu karibuni. Haya, twende shangazi yangu. Hebu niambie shangazi yangu. Ni kweli una mimba? Maneno yanaongeleka ni ya kweli shangazi? Hapana shangazi, mimi sina mimba. Hapana shangazi yangu. Naomba uniambie ukweli. Mimi ndio shangazi yako na mimi ndio msiri wako na mimi ndio baba yako. Shangazi ndio baba. Hebu niambie ukweli shangazi yangu. Usinifiche lolote. Naomba tu niambie ukweli. Kama kweli una mimba, nitakusaidia shangazi yangu. Hebu niambie kwanza. Shangazi, kweli mimi na mimba. Unaniambia hivyo? Hivi kweli maneno yanaongelewa mtoto ni ya kweli? Shangazi. Ama kweli shangazi umeniaibisha shangazi yangu. Mimi nategemea kwamba shangazi anasoma aje baadaye nisaidie. Leo umeingia kwenye mambo hayo ndugu yangu. Haya, mambo hayo ulianza lini? Shangazi. Shangazi yangu. Basi palipobakia hapa bora tu nikuchukue nikupeleke kwa mamako na yeye nikamwambia ukweli kwamba kweli mtoto ana mimba. Lakini kumbuka shangazi, uliniahidi kwamba wewe utasoma. Leo shangazi unaniaibisha. Haya. Itabidi twende kwa mamako tukamwambie, tukamhakikishie kwamba kweli una mimba. Maana ulimkatalia mamako akasema wewe huna mimba. Na ukakimbia kabisa. Mimba kakupa nani? Mimba na yule bodaboda ananipelekaga shule. Yamekuwa hayo? Kukupeleka shule? Shogangu. Ndio imekuwa mume wako? Basi tufanye kesho tu nikupeleke kwa mamako. Nikamfahamishe wifi yangu ajue moja. Lakini shangazi yangu, kubeba mimba sio kufeli. Hadi mwenyekiti. Karibu. Karibuni jamani. Asante. Karibu sana. Asante. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Asante. Asante sana. Mwenyekiti, mimi nimekuja. Nimemleta mume wangu, tumekuja kushukuru kwa ule msaada uliotupatia. Aha, basi ngoja nikachukulia viti nisiwachoshe jamani.
Asante. Asante sana, nashukuru. Kumbe huyu ndo mume wako? Ndio yeye huyo. Nashukuru kumfahamu jamani. Karibu sana shemeji. Asante shemeji yangu. Nimeamua nimlete nani shemeji yako naye pia ujimfahamu vizuri. Ina maana mlivyopatia ule msaada, hajajua nimepata wapi, ndio nikaona nimlete hapa ili ajue kwamba wewe ndio utusaidia. Aha, ni jambo zuri. Ndio hivyo, wewe ndio shemeji yako. Tunashukuru umetusaidia pakubwa sana. Asante sana. Kusaidiana ni jambo la kawaida. Matatizo yamkuti mtu mmoja. Kwa hiyo tatizo lako nimelivaa kama la kwangu. Na anaendeleaje kijana? Anaendelea vizuri tu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa jamani. Tunashukuru sana. Maana kuuguza sio jambo dogo. Ni kweli, na pia napenda kukushukuru kwa jinsi ulivyojitoa. Na naomba mnisamee maana sikujua kwamba kikundi chenu ni kikundi bora. Ni kweli. Unajua wanavyodhulumiana huko kina mama. Ni kweli hayo mambo yapo. Sasa kwa walivyoniambia kwamba nataka kujiunga katika kikundi chenu, kwa kweli nimemzuia. Ila kwa jinsi ulivyomsaidia jana, kwa kweli nimemtia nguvu, nimemtia hamasa. Na mke wangu, nisamee mke wangu. Mwenyekiti, mimi nashukuru, sina mengi ya kuongea ila asante. Na mimi nashukuru sana. Asante sana kwa msaada wako. Mwanangu sasa hivi anajisikia vizuri. Ndio. Mimi nashukuru, tutajitahidi tutarejesha hiyo pesa ambayo tulitusaidia. Sawa, usiwe na wasiwasi. Utarejesha tu kwa wakati wote, utapata taratibu utarejesha, ila huyu endelea kumruhusu aendelee na vikoba. Kuanzia sasa hivi? Mguu mmoja. Jambo la heri. Nashukuru sana shemeji. Mwenyezi Mungu akubariki kwa kweli. Asante. Muendelee na upendo huo huo. Asante sana mume wangu. Karibuni sana. Vipi habari za hapa? Nzuri. Mnaendeleaje? Salama. Vipi nimemrudisha mtoto? Kakwambiaje? Wewe acha tu. Yaani yale aliyosema wiki ni kweli. Kweli mjamzito. Ni kweli? Sio kwa nibishia. Hebu sogea kwanza hapa. Sogea. Wewe nilikwambia nilikuuliza wewe. Sijakuuliza wewe mimi wewe. Sijakuuliza wewe. Wifi acha kumtoa nyama za mashavu huyu. Msamehe tu wifi. Wewe wifi unasema wewe. Msamehe. Huyu nilimuuliza huyu. Ni kweli wifi. Hata kama ndio singekubali kiurahisi. Usimpige. Haya, hiyo mimba ni ya nani? Kaniambia kwamba ni ya dereva bodaboda. Huyo dereva wako ndio muamini kila siku. Dereva wangu huyu? Ndiye huyo. Na umlipa? Huyo. Ndio ujue. Yaani huyu dereva sitamwachia. Nitamkomesha. Lakini hivi nikwambie, hata mimi limeniuma, mimi shangazi yake, limeniuma sana. Ina maana mtoto anasoma ili apate kujikwamua baadaye kwa elimu yake kwenye maisha yake. Leo dereva bodaboda huyu anatuharibia mtoto wetu. Kwa hiyo hiyo haiwezekani. Itabidi dereva bodaboda tumkamate, tumpeleke polisi. Yaani leo sitaliachia. Yaani leo naenda kutafuta vijiwe huko naenda kumtafuta. Yaani naenda kumtafuta lazima nimkamate tu. Ila nachokuomba tukamkamate, lakini mtoto huko akiwa anaendelea kusoma. Sawa. Twende. Sawa wifi yangu. Haiwezekani. Haya. Itabidi tu tumpate yule dereva bodaboda. Haya, wewe na unaenda wapi? Hebu ingia ndani huko. Ufatafata tu mpaka mnapata mimba. Hebu twende wewe. Gari mwanangu, unaona mwenyewe sio mimi ndio nimetoka. Sasa mwanangu bebeki hapo wako hapo meza mkalaba ndugu yangu. Mimi nimetoka mtaani mwanangu, sasa hivi hapa ndo nimeamka. Unajua kama jana tunaongea jana nimekesha wapi? Wewe ni hapo. Wewe ni hapo. Bwana mwanangu, habari zenu? Fresh. Habari za kazi? Kama kawaida. Vipi jana wakati unasemaje? Bure. Wapi? Sasa
Nataka tufike Njapana. Hivi Njapana ni huku ni huku? Kilima. Upande wa kulia. Huko Njapana nyingi. Baba lami. Huko huko. Sasa shingapi bwana? 3,000. Bwana. Sikaze hivi mwanangu. Hiyo bwana. Nataka tufike hapa Njapana chapa. Wewe unaonekana mwanangu mshua kabisa. Hamna bwana, unataka tufike chapa. Unaona shingapi? Mna shilingi 2,000. Ongeza jero. Tunayo bwana, nayo bwana. 2 uongo, labda ongea mwanangu, ongea nao. Fanya hivi. Kwanza tulikuwa tunamuulizia kuna kijana anaitwa J. Ni nani? Anaitwa Juma. Juma Wewe ndio Juma. Sasa bwana Juma bwana, kuna maongezi kidogo kabla tujapeleka Njapana, tulikuwa na maongezi kidogo naye. Nakuuliza mako kwa wewe tunafika Njapana, sasa tumeenda njia 4, kwa hiyo inabidi tunazungumza ili tujabageni bei kwamba inafika au tufike. Mwanangu ngoja kwanza niangalie kazi. Baridi mwanangu, afanye wewe rudi unipe jeo langu bwana. Sasa bwana Juma. Basi askari kama ndege kwa mlinzi. Anabisha. Unajua? Nafahamu. Wewe ni nani? Shamsi. Huyu? Shamsi. Unafahamu Shamsi? Namjua. Ni nani? Wewe ni nani kwako? Umesema? Umesema? Wewe. Ni nani kwako? Nani kwako? Sema. Ni nani kwako Shamsa? Mimi na mdogo wako. Oh, sasa piga pingu. Ataeleza huko. Simama juu. Simama juu. Karibu. Marahaba. Jambo. Bibi, una taarifa zozote? Taarifa gani? Sina taarifa ya aina yoyote. Juma kakamata. Kakamata anakosa gani? Amtia mwanafunzi mimba. Mtia mwanafunzi mimba? Wanawake wote walivyojaa hapa yeye mpaka ameenda kwa mwanafunzi anataka kumharibia ndoto yake, kumharibia maisha yake. Mimi siendi polisi, atauzea huko polisi. Juma mimi nilimwambia lakini wewe mwanafunzi hakunielewa. Mimi siendi, atakaa huko polisi. Kwa hiyo tunafanyaje kuhusu Juma? Ndio atauzea huko. Inabidi tumtoe. Hapa hamna jinsi. Haiwezekani kumtoa. Inabidi akae huko apate fundisho kwanza. Mimi kuja kupata taarifa. Hiyo ni taarifa nimesikia, lakini mimi siendi polisi na siendi kumtoa. Inabidi akae huko apate fundisho. Sawa. Mimi naenda bibi.